We are dynamic. Culture is dynamic. Society is dynamic. Kila kitu kinabadilika. Wakati wa Kristo ulikuwa tofauti na wakati wa sasa. Mila na desturi ya wakati ule ilikuwa tofauti na sasa. Watu walioishi nyakati zile walikuwa tofauti na sisi. Vitu vimebadilika. Na ndiyo maana Roho Mtakatifu yuaja katika maisha ya mwanadamu, maisha ya jamii, ndani mwa mila na desturi zetu, ili kutufunza mapya, namna ya kuishi imani wakati huu, namna ya kuishi Ukristo wakati huu, namna kanisa la Kristo linavyoenda mbele katika mazingira ya wakati huu. Hatuwezi tukaelewa vizuri pasipo nguvu ya Roho Mtakatifu. Zamani ilituchukua pengine miaka kusafiri kufika mahala. Wakati huu safari mrefu zaidi ni karibu masaa 24. Safari iliyo mrefu, watu wanaenda wakafika. Kristo anaishi aje ndani mwa mazingira hayo? Ujumbe wa Kristo unaenda namna gani? Saizi tuko na vitu vingi. Screens zetu wakati huu zinaonekana Amerika, zinaonekana Australia, zinaonekana Europa, zinaonekana Asia na sehemu zingine zote. Je, sisi kama Wakristo tunaishi aje kwa mazingira haya, na Kristo tunamweneza aje katika mazingira haya? Tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu, na ndiyo maana akasema atakuja kuwakumbusheni, lakini pia kuwafunza mengine mapya, namna ya kuishi imani, namna ya kushuhudia, namna ya kuishi Ukristo wakati huu. Katika somo la kwanza tumesikia makabila mbalimbali wakikutana, na kila mtu anamuelewa mwingine kwa kabila yake. Kristo na huyu Roho Mtakatifu ni nguvu inayounganisha ulimwengu mzima, kwamba tunaweza kuelewana licha ya tofauti za mila, kabila, rangi na mazingira tunamoishi. Ni kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Ukienda Australia, Mkatoliki ni yule yule. Ukienda Amerika, Mkatoliki ni yule yule. Ukienda China, licha ya kupinga kanisa, Ukristo ni ule ule. Na hata ukienda nchi ambayo uelewi kabila, unafuata liturujia, kwa sababu Ukristo ni huo. Roho Mtakatifu ametuunganisha sisi zote. Kwa hivyo huyu Roho Mtakatifu ni nguvu ya umoja wa kanisa. Popote tulipo sisi ni Wakristo, tunaelewana. Roho huyu anakuja kwa maisha yako, kwa maisha yangu, kutuangazia ili tuwe na ufahamu mwema kuhusu mafundisho ya kanisa, mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Anakuja kutuleta pamoja tuweze kuwa na uangavu katika mafundisho na maisha ya kanisa. Na Roho huyu anatoka kwa Kristo. Tunaambiwa aliwakuta wakiwa pamoja akawapulizia. Kwa lugha ya Kiebrania wanaita roho ruah. Ruah maana yake ni hewa. Aliwapulizia, na hewa kiBiblia ni nguvu ya Mungu. Maisha yetu yapo kwa sababu ya hewa iliyowekwa ndani mwetu, nguvu ya Roho Mtakatifu. So hewa hiyo ya kiroho inatoka kwa Kristo, na lengo lake kubwa ni ule umoja wa kanisa, kuleta amani. Leo amesema amani iwe nanyi mara mbili. Nguvu ya Roho Mtakatifu ni hilo tunda la amani tunayopata. Katika mapaji ya Roho Mtakatifu kuna vitu vya kila siku ambavyo vinapatikana ndani mwa kila Mkristo. Unatarajia ukisema mimi ni Mkristo, mimi ni Mkatoliki,
Mtu anaangalia nini ndani mwako? Anaangalia nini ndani mwangu? Kuna vitu ambavyo lazima vijitokeze, vionekane katika maisha yako na maisha yangu. Tunasema the ordinary gifts of the Holy Spirit. Mara nyingi ordinary gifts are manifested in our service. Katika matendo yetu wanasema huduma. Mahala popote ulipo, ukiwa mama wa nyumbani, tunda la umama linaonekana. Ukiwa jikoni ukipiga, tunda la upishi linaonekana. Ukiwa baba wa familia, tunda la ubaba linaonekana vile baba alivyo. Ukiwa mwalimu, tunda la ualimu linaonekana. Ukiwa mkulima, tunda la ukulima linaonekania wapi? Mkulima mzuri unaangalia shamba lake, unaangalia mifuko wake, unaangalia kuku wake, unaangalia vitu vingi. Kuna mkulima wa ng'ombe ana breed ng'ombe, na akikuuzia ng'ombe mara nyingi anauza ndama, anakuuzia kwa condition moja. Vile umeiona ndivyo vile nataka uilee ikiwa kwako. Na ukweli ni kwamba akipita siku moja kwako na aione imedhoofika, anakurudishia pesa, anairudisha. Anasikia uchungu kuona kwamba hujamlea kama vile inavyotaka. Mkulima mzuri anasikia wivu mahindi yasipofanya vizuri, sio wivu, anasikia uchungu. Mahindi yake yasipofanya vizuri, anaweka nguvu, anaweka moyo katika kazi yake. Wakati mwingine hata sisi tunafeli. Mwalimu mzuri pia anaweka nguvu, na tunda la furaha yake ni kuona watoto wake wamefaulu, anafurahi. Sijaona walimu wengi, lakini nimeona wachache wakilia matokeo yakiwa mabaya. Analia ukaona majosi, matokeo yakiwa mabaya. Si wengi. So that spirit, ordinary spirit, inaonekana kwa vitu vyenye unafanya, inaonekana kwa vitu ninavyofanya. Whichever profession, whichever activity ambayo wewe umo ndani mwake. Na ndiyo maana ukisoma barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho sura ya 12, 13, 14 inazungumzia Roho Mtakatifu, na tumeisikia katika somo la pili kwamba vipaji ni vingi lakini Roho ni yule yule. So matunda ya Roho katika ushuhuda wetu tunayaona. Ukisoma Galatia 5 tunaambiwa matunda ya Roho Mtakatifu ni yapi. Utayaona mahala ambapo uwepo wa Roho Mtakatifu upo. Ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema na uaminifu na ungwana katika maisha ya kila mtu. Vitu hivi utaviona kila wakati, the fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Haya ni matunda. Na leo katika siku ya Pentecost tunaombwa tuishi the fruits of the Holy Spirit. Kwamba niwe na upendo, niwe na furaha, niwe na amani, niwe na uvumilivu, niwe na wema, uaminifu, niwe na ungwana, nikifahamu namna vile ninavyoishi. So ukiona haya ndani mwako, unajua umejawa na Roho Mtakatifu. Tuombe neema katika ibada hii ili tujaliwe wewe na mimi kuviishi vipaji vya Roho Mtakatifu katika huduma na kuhudumia wale wengine. Kuna watu wanapenda kutembelea wagonjwa, anawajua asiwajue,
That is a mission of the Holy Spirit, or resulting an effect. Utaona mtu ameenda hospitali amekaa huko masaa mawili, masaa matatu akiona wagonjwa na kuwatia moyo. Is a fruit of the Holy Spirit. Kuna mtu anapenda kukaa na wazee. Hapa kwetu nyumba za wazee ni chache katika nchi ya Kenya. Sehemu zingine ni nyingi, na watu wanaenda kukaa na wazee, kuwalisha, kuwasafisha na kukaa nao, kuwatia moyo kwamba wangali watu wa maana katika jamii. Wale ambao ni wanyonge, wale walio maskini, wale wajane, mayatima, wale ambao ni addicts, hata wako kwa familia zetu. Addiction ni ya vitu vingi sana. Mara nyingi tunajua madawa, ulevi, lakini ukizungumzia addiction, kuna addiction nyingi sana. Watu ambao kwa jamii tunawapuuza, tunawafukuza. Roho Mtakatifu wapa wengine nguvu ya kuweza kuwahudumia. Roho huyu anatuelekeza kwenye hata uongozi mwema. Is a fruit, a good leader. Utamuona mtu ambaye anaweza kuunganisha watu, mtu ambaye anaweza kuwaongoza, mtu ambaye anaweza kuwaelekeza. Na ndio maana Nabii Isaya akatuambia mapaji ya Roho Mtakatifu ni yapi katika maisha. Unayaona kwa watu, unajiona wewe mwenyewe wakati mmoja au mwingine. Na Isaya akasema hekima, wisdom, ufahamu, understanding, uelekezi, counsel, kwamba ni mapaji ya Roho Mtakatifu. Hekima, knowledge, piety, na heshima ama wanasema uoga wa Mwenyezi Mungu, the fear of the Lord. Hivi vitu vinatokana na nguvu ya Roho Mtakatifu.